Kabla ya taarifa hizi za ndani ambazo ni za asiri kubwa, tunazileta moja kwa moja kutoka hapa Mbeya, Tanzania. Ikiwa unatazama kwa mara ya kwanza ama umekuwa ukitazama lakini bado hauja subscribe, na kuomba tu uchukue sekunde moja tu, bonyeza batoni ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kemkem kila wakati. Lakini na kuomba unapoendelea kutazama hikanda utukabidhi a like, bonyeza alama ya like na karibu, ili tuendelee kuhabarishana kila wakati. Kuna breaking news hapa ambazo zimetufikia sasa hivi, ambazo zimekuwa habari za kushangaza makubwa haswa katika taifa letu la Tanzania. Ni habari ambazo ni njema sana, haswa kwa sisi wa Tanzania. Ni habari mbaya haswa kwa kiongozi katili ambaye ni Samia Suluhu Hassan. Sasa iko hivi, Marekani kupitia waziri wa nchi za kigeni Marco Rubio ametoa tangazo maalum ambalo ni la kutisha hasa kwa viongozi hapa Tanzania. Sasa imeonekana wazi Marekani imetoa tisho kubwa kumnyonga Mafwele. Ni jambo ambalo limesababisha Samia Suluhu Hassan kuwa taabani. Kuna masharti mbalimbali ambayo imeweza kuchukuliwa na taifa la Marekani. La kwanza, Mafwele ameweza kuwekewa vikwazo asionekane katika taifa la Marekani. Nitakwambia hii inamaanisha nini, kwa nini wametoa amri hii. Marekani sasa hatimaye imeweza kuzungumza. Tumjue kwanza Mafwele ni nani. Faustin Mafwele ni afisa mwandamizi wa jeshi la polisi jinai hapa Tanzania. Ni afisa ambaye amehusishwa na Marekani katika masuala mbalimbali. Amehusishwa kwa utekaji nyara ama upotozwaji wa wananchi haswa katika taifa letu la Tanzania. Amehusishwa tena kwa mauaji ya kiholela. Alihusishwa katika mauaji ya wanachadema kule Arusha mwaka 2013. Kisha baadaye ni Mafwele huyu amehusishwa kwa masuala ambayo ni ya ulawiti, yaani masuala ambayo hatuwezi kuyasema sana hasa kwa platform yetu ya Tanzania ITV. Kwa hivyo tunafahamishwa kwamba Marekani sasa imechukua hatua kali dhidi ya Faustin Mafwele, kumaanisha kwamba serikali ya Marekani imeweka vikwazo maalum, na sasa hivi asionekane Marekani. Akionekana pale anaenda kuchukuliwa hatua kali za kisheria kupitia tangazo ambalo limeweza kutolewa na Marco Rubio ambaye ni waziri wa nchi za kigeni kutoka taifa la Marekani. Na haya yameafikiwa baada ya bunge la Seneti kuandika barua na kufikisha mswada bungeni kuhitaji serikali ya Marekani ambayo inaongozwa na Donald Trump kuchukua hatua kali dhidi ya Samia Suluhu Hassan na serikali yake kwa ujumla, kufuatia uchafuzi ulioshuhudiwa mwaka jana 2025 katika taifa letu la Tanzania. Kumbuka ya kwamba kilichosemekana ni uchaguzi wa 25 mwaka jana mwezi wa 10 29, yes, mwezi wa 10 mwaka jana 2025 hakukuwa na uchaguzi, ila tu kulikuwa na sarakasi tu ambazo ni za uchaguzi. Baadaye tuliona Samia Suluhu Hassan akijitangaza kuwa mshindi wa kiti cha urais na akajiweka mamlakani kufikia sasa. Sasa serikali yake imeanza kuona matunda mabaya kupitia taifa lile la Marekani sasa hivi, na kuwekewa vikwazo kwa Mafwele asionekane Marekani atanyongwa. Hii inamaanisha nini? Kwa sababu Marekani ina ushawishi mkubwa katika mataifa mengi barani Afrika na hata nchi zingine ulimwenguni, kwa sababu Marekani ni taifa ambalo linajulikana kuwa miongoni ama ni taifa ambalo ni super power country, yani ni taifa ambalo liko na nguvu zaidi ya mataifa mengine. Sasa hii inamaanisha kwamba mali zote ambazo Mafwele anamiliki, na vile tunajua kuna mali mengi ambayo yaliweza kukabidhiwa na Samia Suluhu Hassan baada ya kutekeleza maovu na mauaji hapa Tanzania, kupitia Abdur mtoto wa Samia Suluhu Hassan, waliweza kumreward ama kumkabidhi mali Mafwele, na mali yake mengi yapo katika taifa lile la Dubai. Kumaanisha baada ya tangazo hili kutolewa na Marco Rubio,
inamaanisha kwamba mali zote ambazo anamiliki Mafuele kule Dubai yataandamwa. Hataenda kunyang'anywa mali hayo, ikiwa ako na benki ama mabengi ya kuweka fedha. Hayo yote yanaenda kuangaliwa kwa undani na kunyang'anywa. Tena ikumbukwe kwamba mtoto wa Mafuele anasoma katika shule moja kule South Africa, ukipenda Afrika Kusini. Sasa baada ya tangazo hili kutolewa na Marekani, huenda mtoto wa Mafuele asafirishwe kuja hapa Tanzania, kwa sababu ikiwa ataendelea kushikiliwa kule na masomo kule South Africa ama ukipenda Afrika Kusini, inamaanisha kwamba Afrika Kusini imekiuka sheria za Marekani, na Marekani kuna nguvu tena zaidi hata kuchukua hatua kali dhidi ya taifa la Afrika Kusini. Kumaanisha mtoto wa Mafuele huenda asafirishwe tena kuja hapa Tanzania kwa sababu ya babake ambaye ametenda makubwa. Kisha baadaye tunafahamishwa hatua nyingine ambayo inaweza kuchukuliwa ni kwamba mali yake atanyang'anywa ambayo yako katika taifa lolote lile. Ikumbukwe ya kwamba huyu Mafuele anakumbukwa mwaka jana aliweza kutekeleza maovu haswa kwa wanaharakati mmoja kutoka Kenya ambaye anaitwa Mwangi. Aliweza kuteswa hapa na pale walipokuja hapa kumtetea Antipas Tundu Lissu, kiongozi wa bara, mwenyekiti wa bara katika chama cha maendeleo na demokrasia hapa Tanzania, Tundu Lissu. Huyo ni mwanaharakati ambaye alitoka taifa jirani la Kenya, wakakuja na radha kutoka taifa lile la Uganda. Walipofika hapa Tanzania, Mafuele alichukua hatua kali dhidi ya wanaharakati hao ambao waliweza kulawitiwa na Mafuele mwenyewe na watu wake, wakawalawiti kuwawekea vitu zingine kutoka kule nyuma. Yani waliweza kuingiliwa kinyume na maumbile. Sasa hivi hayo yote yakafika kule Marekani. Marekani ndio imechukua hatua kali dhidi ya huyu jamaa ambaye ni afisa mwandamizi wa jeshi hapa Tanzania jinai, ambaye anaitwa Faustin Mafuele. Kwa hivyo utekaji nyara unaendelea, na yule ambaye anaitwa Humphrey Polepole hajulikani aliko, na Mafuele aliweza kuhusika kwa kumteka nyara na kuandama wanaharakati hapa Tanzania, na hata kwenda kule katika taifa jirani la Kenya kuandama wanaharakati, lakini kikosi kile ambacho kiliweza kutumwa kutoka hapa Tanzania hakikuweza kufaulu kuwateka nyara akina Maria Sarungi na Shabaha ama Mshabaha kule Kenya. Na Mafuele amekuwa akitoa amri nyingi ambazo ni za kutisha. Yeye ndiye aliweza kutumika sana kuwaua Watanzania mwaka jana wakati wa uchaguzi wa 29 mwezi wa 10 mwaka jana Oktoba. Sasa mauaji ambayo amekuwa akitekeleza ndio yameweza kusababisha haya yote, kuchukuliwa hatua kali za kisheria dhidi yake, huku akionekana kule Marekani hawezi kuokolewa ila tu atanyongwa. Kwa hivyo hatua hizi ni ishara tosha kwamba hata Samia Suluhu Hassan ataenda kukiona. Ni kichapo tu ambacho kimeanzishwa. Huenda Samia Suluhu Hassan naye hatachukuliwa hatua kali za kisheria. Ikumbuke ya kwamba Marekani iliweza kuweka vikwazo, na hata kwa Watanzania wote kwa ujumla hamna yoyote ambaye ataruhusiwa kusafiri kule Marekani. Na sasa Mafuele yeye ameweza kuambiwa ya kwamba asionekane Marekani kwa sababu hatua kali zitachukuliwa dhidi yake. Kufikia hapo naomba kutamatisha. Tukipata taarifa zingine tutarudi ili kuonyesha hali halisi, hasa kwa yale ambayo yanaendelea kufika katika meza yetu ya habari. Lakini ikiwa hauja subscribe, chukua sekunde moja tu ya mwisho, bonyeza batoni ya subscribe kwa kengele ili kuendelea kupata taarifa kem kila wakati, na kwaheri kwa sasa.